Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti wa Bunge Maalum, kwa niaba ya kamati namba 5 ninaomba kuwasilisha maoni ya wachache. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, awali ya yote kutokana na ufinyu wa muda ningependa niombe ripoti ya walio wachache iliyopo kwenye kitabu chetu cha hotuba yote ingie kwa Hansard ili niweze kuchukua fursa hii kuzungumza baadhi tu ya mambo ya kwa ufupi katika swala zima la kufafanua hasa kwa mujibu wa kanuni tulizojiwekea. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, sura 7. Sura hii inahusu serikali ya Jamhuri ya Muungano. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, katika sura ya 7 ibara namba 79 kulikuwa na maoni ya wachache zaidi ya mmoja, hasa eneo linalohusu sifa za mgombea urais kukaa nchini Tanzania. Kuna wajumbe walio wachache wanaopendekeza kwamba ibara hii isomeke mgombea urais wazazi wake wote wawili wawe ni raia wa Tanzania wa kuzaliwa na awe amekaa nchini si chini ya miaka 15. Sababu ya mapendekezo haya ni kuzuia watu ambao si raia wa Tanzania wa kuzaliwa kwa kuishi nchi za nje na baada ya miaka kadhaa kurudi nchini na kugombea urais wa Tanzania bila kujua mila, taratibu, tamaduni na silika ya Watanzania. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, wajumbe waliotoa hoja hii ni pamoja na Mheshimiwa Dickson Kirufi, Mheshimiwa Magdalena Lukwilin pamoja na Mheshimiwa Paul Makonda. Pia mjumbe Dr. Lee Sauli Nasoro amependekeza kwamba mtu wa aina hiyo awekewe kipindi cha miaka 5 tu ili kumpa haki yake ya kimsingi na kutumia demokrasia yake ya kuwa raia wa Tanzania. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, pia baadhi ya wajumbe walio wachache wanapendekeza kwamba umri wa mtu kugombea urais upunguzwe kutoka miaka 40 hadi miaka 38 na hivyo kutaka kifungu D kiondolewe neno miaka 40 kama ilivyo kwenye rasimu ikisomeka awe na umri usiopungua miaka 38. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, kwa heshima yako na heshima ya bunge tukufu naomba nitoe ufafanuzi kidogo. Watanzania takribani 16,000 waliohojiwa katika swala la umri wa mgombea waliosema walikuwa chini ya umri wa miaka 30 mpaka 39. Lakini pia wenye umri kuanzia miaka 40 kuendelea walikuwa watu 12,000. Lakini Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, ukitazama kitakwimu kwenye kitabu cha tume ya Jaji Warioba, bara waliongelea habari ya umri ubaki jinsi ulivyo walikuwa takriban ya watu 225 sawa na 0.9%. Zanzibar walioongelea umri ubaki jinsi ulivyo walikuwa watu 7 sawa na 13% ya watu waliohojiwa kutoka Zanzibar. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, umri uongezwe. Kwa upande wa bara walioongelea umri uongezwe walikuwa watu 179 kati ya watu waliohojiwa 194. Lakini waliosema umri uongezwe kwa Zanzibar hakupatikana hata mtu mmoja, kwa hiyo ni sawa na 0%. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, umri upunguzwe. Kwa watu wa bara walioongelea umri upunguzwe walikuwa watu takribani 1359 sawa na 54.5, na waliosema umri upunguzwe kwa upande wa Zanzibar walikuwa ni watu 26 sawa na watu 48.1 kwa mujibu wa jedwali namba 19 ukurasa namba 82 katika kitabu cha takwimu cha tume ya Jaji Warioba. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, aina ya uongozi katika mfumo wote wa taifa lolote au taasisi yoyote au jimbo au hata wilaya kwa maana ya kata na sehemu zingine, huwa kwanza wanaanza kubainisha matatizo na changamoto walizonazo. Mfano, kwa taifa letu hapa tulipo, kwa yoyote yule ukimwambia anataka kuwa kiongozi wa nchi lazima awe na uwezo wa kutatua changamoto ya ufisadi katika taifa letu. Lazima awe na changamoto na uwezo wa kutatua changamoto ya rushwa katika taifa letu. Lakini kimsingi hatuamini kama umri unaweza ukatoa rushwa, hatuamini kama umri unaweza ukatoa ufisadi, hatuamini kama umri inaweza kuwa kigezo cha kuweza kufanya maamuzi sahihi na makini katika taifa letu. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, ziko aina za uongozi. Kuna watu ambao wamezaliwa ni viongozi tu. Kwa mfano mzee wetu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Yule ni charismatic leader. Yeye kwa kuzaliwa kwake ni kiongozi.
Kwa maana nyingine, ukiweka umri lazima afikishe miaka 40, wakati huyu ana uwezo wa kuongoza akiwa chini ya miaka 40, kwa maana 38, 39, una uwezekano mkubwa wa kulifanya taifa kukaa katika mfumo duni na kukosa maendeleo kwa kisa tu cha mtu huyu hajafika katika umri huo. Kwa hiyo bado hatuoni kama uongozi unahitaji kuwa na mfumo wa umri ili kuweza kufanikiwa. Mheshimiwa kama mwenyekiti, tunajua wako bureaucracy leader, wako servant leader, wako viongozi wengine wanapewa uongozi kwa utaalamu wao. Kwa jambo husika inabidi apewe nafasi hiyo. Kwa hiyo bado hatuoni kama kweli ukiangalia swala hili la umri wa miaka 40 ndio kigezo pekee cha kuwa na sifa ya kuwa kiongozi. Mheshimiwa kama mwenyekiti, katika kujenga hoja, tu wachache wanaamini pia katika sera yetu ya taifa kijana anajulikana kuanzia miaka 15 mpaka 35. Je, kuanzia miaka 35 mpaka 40 huyu ni nani? Kwa maana nyingine kuna kitu kinaitwa driven factor. Hapa lazima tukubaliane ya kwamba aliye kwenye miaka 38, 39 bado ana sifa zile zile za kuongoza kama mtu aliye miaka 40. Kinachotakiwa tu ni uwezo wake, uadilifu wake, na zaidi ya yote kazi anaweza kuifanya kama wananchi wataona anafaa. Mheshimiwa kama mwenyekiti, bado tunaamini kitendo cha kuweka umri ni kitendo cha kukubali aina ya watu fulani wenye umri fulani ndio wanafaa kuwa viongozi, lakini watu wenye umri fulani hawafai kuwa viongozi. Kwa maana nyingine, vijana au watu walio chini ya miaka 40 mmewalazimisha kuwaona wanafaa kuwa madiwani, wanafaa kuwa wabunge, wanafaa kuwa mawaziri au wakuu wa mikoa, lakini imefikuja kwenye nafasi ya urais mnasema hawa bado. Maana yake huu ni mfumo pia wa kuwagawa watu na kuwatenga na kuwanyima haki yao ya kuchaguliwa na kujichagua. Mheshimiwa makamu mwenyekiti, ninaomba niwasihi wa Tanzania na wabunge wa bunge la Jamhuri pamoja na wabunge wa bunge la Katiba waelewe ya kwamba swala la uwezo wa kuongoza, kwa mfano mmoja mdogo tu, wako watu wanazaliwa wana akili. Kwa kuzaliwa kwao watu wanazo akili, lakini kadri anavyokuwa akili zake zinapungua. Wako watu aina nyingine wanazaliwa hawana akili, lakini kadri anavyozidi kukua anapata akili. Mfano mmoja mathalani, yuko mwanafunzi ambaye darasa la 7 hakufanya vizuri, lakini alivyoingia form 4 alifanya vizuri. Alipofika form 6 alifanya vizuri. Alipomaliza degree yake ya kwanza alifanya vizuri na akaondoka na first class. Hauwezi ukamjaji kwa kosa la kutokufanya vizuri darasa la 7. Mimi naamini kabisa wako watu wengine wanazaliwa wakiwa na akili, lakini kadri anavyozidi kukua akili zake zinapungua. Kama tunakubali katika hilo, naomba mtunge mkono tuweze kufika katika umri unaostahili. Mheshimiwa makamu mwenyekiti, bado tunaamini iko haja ya kutofautisha kati ya uongozi na utawala. Tunapoongelea habari ya uongozi ni vitu tofauti na utawala. Kiongozi huyu anatakiwa ni kiongozi mwenye maono ya kulipeleka taifa mahala. Siamini kabisa kama miaka 40 ukifika ndio unaweza ukawa na sifa ya kuwa na maono. Vision haiko kwenye umri. Vision iko kwenye capacity na capability ambayo mtu amezaliwa nayo na Mwenyezi Mungu amempatia. Lakini ninachoamini kwenye utawala tunahitaji experience. Na experience kwenye utawala ndio hawa watu wanaostahili. Na ndio maana kwenye mambo ya makampuni tunahitaji qualification na experience. Ndio maana ukimkuta mtu mtaalamu wa administration anakueleza habari ya uzoefu, sifa zingine mbalimbali ambazo zinaweza kuwekwa na kampuni husika. Kwa hiyo bado tunaamini tulio vijana wengi. Na msingi wa maoni ya katiba ni msingi wa maoni ya wananchi. Na ukiangalia katika ukurasa namba 82 na ukienda kwenye landama ukurasa namba 48 unapata picha kwamba yale yaliyotolewa na wananchi walio wengi zaidi ya 13,000 waliongelea habari ya umri kushuka. Lakini bado siamini kwa nini tume iliamua kuacha. Labda ndio busara za tume kufanya ile iliyoamua kufanya. Mheshimiwa makamu mwenyekiti, naomba niingie kwenye ibara ya 80. Ukiangalia katika ibara ya 80 kifungu kidogo cha 5 kimesema habari ya uchaguzi wa urais wa Jamhuri ya Muungano utafanyika siku itakayoamriwa na tume huru ya uchaguzi kwa mujibu wa sheria za nchi. Wale wachache wanaamini ya kwamba ziko siku zimekuwa sababu ya watu kutokwenda kupiga kura. Kwa hiyo sisi tunapendekeza siku hiyo itakayoamriwa na tume ya uchaguzi isiwe siku miongoni mwa siku za ibada. Kwa maana siku ya Ijumaa isitumike kama siku ya kupiga kura, siku ya Jumamosi isitumike kama siku ya kupiga kura, na mwisho ya yote siku ya Jumapili isitumike katika siku ya kupiga kura. Basi tume iangalie miongoni mwa siku ya Jumatatu mpaka Alhamisi iweze kupanga kwa ajili ya mstakabali huo. Mheshimiwa makamu mwenyekiti, naomba nijikite pia kwenye ibara ya 81. Ibara ya 81 inaongelea swala zima la malalamiko kuhusu halali wa uchaguzi wa rais. Mheshimiwa makamu mwenyekiti, tukubali na tuamini ya kwamba aliyeshinda ameshinda na aliyeshindwa ameshindwa. Sioni sababu yoyote
ya watu kunyimwa haki yao ya kwenda kupata ndani ya mahakama. Sisi tunaamini katika ukurasa huu namba 44 ya rasimu ya Jaji Sinde Warioba na tume yake ibaki kama jinsi ilivyo kwenye ibara ya 81 ya kwamba watu wapewe nafasi ya kwenda mahakamani na wakahoji. Na hii itatoa minong'ono mingi ya kwamba wako watu wameshinda na matokeo yake tunakiwaacha wakibaki wanaendelea kuandamana na kutengeneza migogoro ndani ya nchi yetu. Wakienda mahakamani wakapata tafasiri, siamini kama hili jambo litaweza kuendelea. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, naomba niende kwenye ibara namba 90. Katika ibara hii wajumbe walio wachache wa kamati namba 5 wamekuwa na mapendekezo tofauti kuhusiana na idadi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mjumbe mmoja kakaangu Dr. Ali Saud Nasoro anapendekeza kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibaki kama ilivyopendekezwa katika rasimu ya katiba. Nafikiri kuna haja ya kurejea kwenye rasimu, unaweza kupata maelezo namna ambavyo ameweza kuipendekeza. Hata hivyo, baadhi ya wajumbe tunaoamini katika mfumo wa serikali mbili tunapendekeza kwamba makamu wa rais wawe wawili, mmoja kutoka Tanzania bara na mwingine kutoka Tanzania visiwani. Maana ya yule ambaye ni rais wa Zanzibar anakuwa ni makamu wa pili wa rais na Lanmete anakuwa makamu wa kwanza wa rais wa Jamhuri ya Muungano. Sababu Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti za mapendekezo hayo ni kupunguza msururu wa kuwa na makamu wa rais katika Jamhuri ya Muungano wanaozidi idadi ya uwezo wa kuwahudumia, lakini pia kupunguza kero za foleni ambazo bado Dar es Salaam tunahangaika nazo. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, hata hivyo, pamoja na mapendekezo hayo ya kufanya rais wa Zanzibar kuwa makamu wa rais, kumeibua changamoto nyingi ambayo inaonekana wazi wazi kwamba ikiwa rais wa Zanzibar atakuwa makamu wa rais na iwapo atafanya kosa katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni chombo gani ambacho kitatumika kumwadibisha? Ni Baraza la Wawakilishi ama ni Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, kutokana na sintofahamu hiyo, wajumbe tulio wachache tunaomba bunge lako tukufu kuliangalia swala hili kwa kina ili kuepuka kutengeneza mzozo katika katiba. Ibara hii inahusu utekelezaji wa shughuli za serikali bungeni. Mjumbe Mheshimiwa Vincent Mzee anapendekeza kwamba ibara hii ibaki kama ilivyo katika rasimu ili kuwaondoa wabunge kuwa mawaziri na naibu waziri. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, Mjumbe Vincent Mzee alisema na akasema, usiponitaja sitakuelewa, yeye anataka wabaki mawaziri wawe mawaziri na wabunge wawe wabunge. Lakini pia katika ufafanuzi tuliokuwa nao, inakuwa ni kazi ngumu sana kwa mujibu wa taratibu na mamlaka ya bunge na namna kumuondoa rais madarakani na namna kumuondoa makamu wa rais madarakani. Imeainishwa kabisa wazi ya kwamba ziko taratibu zitakazofanyika katika bunge. Lakini sintofahamu hii inakuja pale ambapo itafikia hatua makamu huyu afanye kosa ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alafu uambie Baraza la Wawakilishi wamadabishe. Mimi bado naona kama kuna changamoto ambayo na wajumbe walio wachache wanaiona changamoto hiyo. Lakini kwenye upande wa mawaziri, Mheshimiwa Vincent Mzee ameendelea kusema na sababu za mapendekezo yake ni kwamba kuwafanya mawaziri kuwa wabunge kunaondoa dhana nzima ya kutenganisha madaraka baina ya muhimili mmoja na mwingine, inaitwa separation of power, na hivyo kuwafanya mawaziri ambao wanakuwa ni wabunge kushindwa kujiwajibisha serikali kikamilifu, wao kuwa ni sehemu ya serikali. Na Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, ukienda kwenye landama utaona na utapata picha nzuri kabisa ya kwamba hata maoni ya walio wengi waliotoa katika mchakato wetu katika tume ya Jaji Sinde Warioba walipendekeza kwamba mawaziri wengi na wengi wao wanabaki na utiifu wakiamini siku nyingine waziri fulani anaweza kang'olewa naye akaingia, na bahati mbaya wengine wanatengeneza migogoro ya kuang'oa walioko ili wao waweze kuingia. Lakini mwisho wa yote wengine wanagombea huko wakitegemea kwamba naenda kupata uwaziri. Kwa hiyo hii itaongeza na kupunguza kwa maoni yaliyo chache ya kwamba itasaidia. Tume ya Mahusiano na Uratibu wa Serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika ibara namba 109 Mjumbe Hamisi Hassan Dambaya ambaye amemaliza kusoma maoni yaliyo wengi lakini bahati nzuri kwenye wachache ameapia, anapendekeza kwamba katika ibara ndogo ya pili iwataje pia rais wa Zanzibar na waziri mkuu ambao kwa nafasi zao pia watakuwa makamu wa rais kuwa wajumbe wa Tume ya Uhusiano na Uratibu wa Serikali, na isomeke makamu wa kwanza wa rais na rais wa Zanzibar atakuwa mwenyekiti au atakuwa mjumbe katika ile kamati. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, kama nilivyosema katika utangulizi wangu, kwa sababu muda si mwingi na ni vigumu kuyasema hayo yote, lakini yako mambo ya msingi ambayo hatuwezi kukaa kimya, lazima tuyaseme, hasa kuhusiana na sura ya ardhi. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, tuna kila sababu ya kuwapongeza kwa kuwepo kwa sura ya ardhi, rasilimali na mazingira. Uwepo wa sura hii itajaribu kutatua kero
wanazokumbana nazo watumiaji wa ardhi, ikiwemo ugomvi baina ya wakulima wafugaji, ambao imekuwa ni kero kubwa ya ugawanyaji wa ardhi katika matumizi yake. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, uliibuka mzozo hapo nyuma ambao mzozo huu ulichukua nafasi kubwa sana, lakini mwisho wa siku ikawa ni hoja, na mmoja wa wajumbe akawa anauliza swali ambao tunashukuru sana walioleta mapendekezo haya, na tunashukuru pia kamati ya uongozi kuyapokea na kuyafanyia kazi. Na mzozo huu ulikuwa unajiuliza tu, hivi kati ya serikali tatu na migogoro ya ardhi, kipi bora kutatuliwa katika katiba hii? Watu wengine wakauliza, hivi kati ya watu wanaokufa kwa ajili ya mgogoro wa ardhi na wale ambao wanahitaji kuingia madarakani, kipi bora kukifanyia kazi? Lakini mwisho wa siku Watanzania walio wengi wakaona iko sababu ya msingi ya kuweka sura ya ardhi itaweza kushughulikia na kutatua kero za Watanzania walio wengi. Na sisi vijana tunaamini ya kwamba huu ndio msingi wa maendeleo. Katiba yetu lazima ijikite kutatua changamoto tulizokuwa nazo. Changamoto ya ardhi imekuwa ni kubwa, inawafanya wakulima kupata shida, inawafanya wafugaji kupata shida, na bahati mbaya zaidi inaifanya hata maliasili yenyewe kushindwa kuelewa mipaka yake na kuwafanya kuwa na mgogoro na uhasama kati ya serikali na watumiaji wa ardhi. Kwa hiyo sisi tupikipekee tunaipongeza na tunaamini kabisa kero ya namna hii ya utumiaji wa rasilimali kupitia sura iliyowekwa itapunguza sana, hasa na kuwapa vijana wadogo wadogo uhalali wa kuwa na ardhi yao, uhalali wa kujiendeleza kikilimo, na zaidi ya yote kujipatia manufaa na maendeleo katika taifa lao. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, nikushukuru wewe binafsi baada ya kuwa umeelewa wewe na bunge lako tukufu la katiba hoja nzima ya kupunguza umri, na kuamini kabisa kwamba umri wa miaka 39 unatosha kuongoza nchi. Na bado ninaamini kabisa wale wanaosema unapozidi kukua, ukiendelea kuwa mtu mzima, kuna wakati unafika katika umri wa utoto. Maana yake kuna namna fulani ya kamzunguko. Kwa hiyo napata changamoto ya kuamini kama sera yetu ya taifa ni miaka 35 ndio ujana unauaga, ninaamini kabisa utu uzima unaanza miaka 36. Huyu anaweza akawa rais mzuri akiwa na miaka 38, anaweza akawa rais mzuri akiwa na miaka 39, na anaweza akawa rais mzuri pia akiwa na miaka 40. Kwa hiyo bado tunaamini vijana tulio wengi tuna uwezo wa kuongoza taifa letu, na zaidi ya yote kuondoa ufisadi, rushwa, dhuluma na kumpa haki mnyonge haihitaji kuwa na miaka 40. Mwisho naomba nimpongeze mheshimiwa mwenyekiti wangu wa kamati, Mheshimiwa Hamad Yus, pamoja na mama yangu makamu mwenyekiti Shunta Mshana. Niwapongeze pia wajumbe wote, nipongeze pia secretariat kwa upendo wake na ushirikiano wao wa kutuwezesha sisi tulio wachache tuendelee kuyasema walio wachache katika kutetea hasa haki za watu walio na umri na uwezo wa kuongoza. Asante makamu mwenyekiti. Asante sana Mheshimiwa Paul Makonda kwa kujipigia debe. Nitakwenda kuangalia CV, inawezekana huko 37 unakaribia. Kwa hiyo mwakani uweze kuchukua fomu. Asante sana kamati namba 5. Niwaite sasa kamati namba 9. Mwenyekiti wa kamati namba 9